Sasa sababu nyingine zifuatazo ni zile ambazo tayari ushazalisha mbegu zako, lakini zinakuwa zinashindwa aidha kutoka au kufika kwa mwanamke kwa ajili ya kuweza kumtungishia mimba. Sasa sababu hizi tunaziita post testicular causes. Sababu ya kwanza kabisa ni congenital abscess of vas deferens. Vas deferens ni mirija midogo midogo ambayo inapatikana katika korodani zote mbili. Kazi yake kubwa ni kusafirisha mbegu kutoka katika sehemu ambayo imehifadhiwa kwenye epididymis kwenda kwenye ejaculatory duct ambayo ni urethra. Kwa hivyo congenital absence, kwamba mtu anazaliwa akiwa hii mirija hana, manake ni kwamba hakuna njia ya kuzisafirisha mbegu kutoka kwenye epididymis kwenda kwenye ejaculatory duct. Mwisho wa siku mwanaume huyu atakuwa hana uwezo wa kumtungisha mwanamke ujauzito. Sababu nyingine ni acquired blockage of vas deferens, kwamba ile vas deferens yake, ile mirija yake ya kusafirisha mbegu inaziba, na kuziba huku inaweza ikawa ni kwa sababu ya kuumwa wakati mwingine au kwa sababu ya operation. Mwanaume anaweza akawa amefanywa vasectomy. Vasectomy ni hali ya mwanaume kupanga uzazi kwa njia ya kukata mirija ambayo inasafirisha mbegu kutoka kwenye korodani kwenda kwa mwanamke. Sasa ukikata hizi mbegu, manake unakuwa umesababisha blockage, umeziblock, kwamba zinakuwa haziwezi kusafirisha mbegu, hiyo moja. Lakini pia inawezekana mwanaume alikuwa ni mzima tu vizuri, lakini ukubwani akapata tatizo la hernia na hivyo akafanyiwa heniorrhaphy. Kwa hiyo wakati anafanyiwa heniorrhaphy inaweza ikawa zile vas deferens zikawa traumatized, lakini pia zinaweza zikapata damage na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hali hizi pia zinaweza zikafanya kwamba ile mbegu ambayo imezalishwa kwenye korodani ikashindwa kutoka kwenda kwa mwanamke. Lakini sababu nyingine ni hypospadias. Hypospadias ni kwamba badala mwanaume ule mdomo wa urethra wake uwe mbele kwenye kichwa cha uume, ule mdomo unakuwa chini. Kwa hiyo huyu hata akishiriki tendo, wakati anazitoa zile mbegu hazitofika kwa mwanamke kwa sababu mdomo upo chini ya uume. Kwa hiyo zile mbegu zitamwagikia chini au pembeni kabisa ya uke. Kwa hiyo atakuwa hana uwezo wa kumtungisha mwanamke ujauzito. Lakini sababu nyingine mbali na hizi, kuna kitu kinaitwa ejaculatory failure, kwamba mwanaume anashindwa kutoa zile mbegu. Anashiriki tendo vizuri lakini hawezi kutoa mbegu. Na sababu nyingine ambayo naweza nikaielezea hapa inaitwa retrograde ejaculation, kwamba mwanaume anamwaga mbegu lakini hazitoki nje ya uume wake, haziingii kwenye uke wa mwanamke. Matokeo yake zinarudi ndani, zinaingia kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo ukiwa na hali kama hii, kwa kawaida tu hautokuwa na uwezo wa kumtungisha mwanamke ujauzito. Na sababu ya mwisho ni blade neck surgery. Ukifanyiwa surgery ya shingo ya ile kibofu chako cha mkojo, hii nayo inaweza ikaathiri, ikakufanya wewe ukawa hauna uwezo wa kutungisha mwanamke ujauzito.